Yes, so far ni exclusive interview na Dogo Sergeant mkali wa Singeli kabisa. Unyama kabisa. Chega. Vipi lakini sasa tunaona mambo yako yamepamba moto sasa hivi Utaki kupoa kabisa. Naona bifu limeisha kabisa, sio? Tunazidi tu kupambana Kwa sasa hivi wewe na mwanao Pateni ukiamka asubuhi lazima umpigie simu umjulie hali, sio? Haiwezi kwa hivyo. Kwa sababu unajua sisi ni wanaume. Wewe unaweza uona rafiki wa hivyo, yani urafiki wa hivyo tumeti asubuhi tu umeamka umpigie mtu simu. Siku ile ushikaje tu kwamba bana sina kwaje mwanangu bana mchongo ni gani? Kuna zile mimi nazungumzia kwenye masuala ya michongo. Michongo. Mimi labda michongo Okay? Kwa swala la michongo. So far unaona kabisa kwamba kile ambacho kwa kinaendelea baina yako na Pateni kuna mambo fulani ambayo ni kama alikuwa yaendi sawa. Au unaonaje kupanda? Nataka kwanza uzungumzie ile bifu ilivyokuwa. Mimi kwa kweli hata sikumbuki kwa sababu ni siku nyingi zimepita. So hadi mwenyewe naanza kusahau. Umeanza kusahau bifu? Unaonekana una moyo mkunjufu sana rafiki yangu, sio? Mimi mwenzako ni mtu ambaye unanikosea hapa. Nikifika pale naanza kujisikia vibaya. Hivi kweli nimegombana na mtu? Hatari sana. Na nadhani kabisa kwamba ufalme wa Chino umekuwa ukizingatia wewe. Mambo yako unaona amenyoka, sio? Bila kuchoka. Watu wazidi kupambana maisha. Mungu anajibu. Okay. Na hela zipo. Tanzania unajua ni nchi nzuri, ila ukitaka kuenjoy uwe na hela tu. Tanzania ukiwa na hela bro. Nchi nzuri sana. Sawa. Jamani, hiyo ni kauli ya Dogo Sergeant kwamba Tanzania ukiwa na hela mambo ni masafi kabisa. Okay, mimi naona the way ambavyo Mama Amina mmekuwa naye mkifanya naye kazi kwa karibu, lakini pia nilikuwa nataka kujua wewe kwa upande wako unamzungumziaje Mama Amina? Mama Amina sasa hivi maendeleo yake haiwezi kuongelewa. Mama Amina sasa hivi ni mtu mwingine. Mama Amina tajiri. Si unaelewa? Mama Amina tajiri mkubwa Mama Amina ni tajiri mzee. Mama Amina ni mtu mwingine, huwezi kumwongelea Mama Amina. Mama Amina ana hela mzee. Yaani Mama Amina huyu? Mama Amina ana hela mzee. Yaani anafanya shows na mageni za kumpa pesa kwa kiwango hicho. Kwa sababu unavyoniambia sasa hivi ni tajiri na maana ni mtu ambaye ana mali za kutisha, sio? Utajiri sio mali tu. Utajiri sio mali. Maendeleo yako tu watu wanavyoyaona hayo. Kwa sababu sisi tumetokea sehemu ambazo hamna kabisa. Hamna kabisa. Sio unaelewa? Kwa hapa tulipofikia si wenyewe tunajiona yani tunalizika kabisa. Yani mama yangu mimi akikaa sehemu nzuri, baba yangu akikaa sehemu nzuri, yani fresh kabisa yani. Kwani wewe ni mwenyeji wapi? Mimi nimezaliwa Buguruni, nimekulia Buguruni, na mimi ni mwenyeji wa Buguruni. Kwa hiyo ni mtoto Dar es Salaam, sio? Pure, ila mimi sasa yani mimi babangu ni Mluguru, mtu wa Morogoro. Okay. Na mama yangu ndo Mzalamu, kwa da yenyewe nyumbani. Okay, Sergeant, moja kitu ambacho nilisikia na hizi ni za ndani ni kuhusiana na kwamba inafikia stage kwamba wewe unaweza ukakatwa kwenye show lakini Mama Amina akapewa nafasi na sio mara moja. Hii kwa nini inakuwa hivi? Na kwa nini yani sijataka kuelewa kwamba wewe moyo wako umeruhusu kabisa kwamba jambo hilo lifanyike au ni unazungumzia katika engo gani? Mama Amina sasa hivi ni mtu ambaye anakuja kwa kasi sana. So kwa sababu sisi unajua wewe nadhani mimi nilipotoa salio nilipiga vimeo vingapi bro? Magari mangapi? Hadi leo ningesema ni make. Hebu nataka tuende taratibu. Sababu umetaja magari na mimi nataka tunyooke. Ni magari namna gani na ni ya shilingi ngapi kwenye hiyo ngoma ya salio ambayo imekupa faida hiyo? Hizo ni surprise ambazo zipo. So mimi ni mtoto wa kimaskini tu. So what Kwa na maana salio imekupa magari ya kutosha wewe? Hamna. Mimi uzuri sio mtu wa kuposti sana. So siwezi kuongea sana. Salio.
Okay, labda tuashumu kuna ngoma nyingine inakuja kali mifilile kama Salio? Ngoma nyingi ambazo zinakuja zipo nyingi sana ambazo zita take over. Unajua? Yeah. Okay. Okay, Sergeant, moja kitu ambacho nikasema pia nitakuuliza ni kuhusiana na huyu dogo Form 7 huyo. Kwanza unamzungumziaje? Form 7 ni msanii mkali kabisa. Yaani msanii mzuri kabisa. Sio unaelewa? Yeah. Msanii mzuri. Na moja ya comment ambayo pia niliona kwenye mtandao wa kijamii kuhusiana na Badiloso kwamba alikuwa anaonekana kwamba anakaa upande wako sana kuliko upande wa dogo Pattern. Na yeye ndo alikuwa ndo mtu wa kwanza kumcontrol Pattern. Unafikiri kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Unajua watu wasichokijua kwamba yani Form 7 ni nani, wote hao ni familia zetu, so kwamba eti anakuwa sawa na mimi, yani hata mimi mwenyewe eti hawezi eti kuje kwa naye wetu aje niambie. Hata familia zangu ambazo zinaishi kwa Chino, kuna familia zangu ambazo hizo sometimes zinakutana na ule dogo, wanaongea mambo mengi, si unaelewa, si wenyewe hatujui, si unaelewa maniki. Kwa mimi siwezi kukunja. Mimi fine, kila kitu fine. Yeah. Okay, na ni nyimbo gani ambazo za Dogo Pattern unazikubali wewe? Mzembe. Na unaweza kutuimbia kidogo hapo? Mimi kusema kweli mimi siwezi kuiga sauti yake. Nataka tutupe chorus chache tu za hiyo nyimbo. Si mwanao? Asa mwenyewe swajia. Mimi bro, mimi mtu ndani sana. Yeah, kwa nini kwa sifuatilie mambo mengi yani mambo mengi yananipita. Okay? Yeah. Yes, bana, huyo ni Dogo Sergeant akiwa anaeleza kwa kina kuhusiana na maisha yake, lakini pia ametupa exclusive kuhusiana na hali ilivyo katika lebo ya One Man Gang, kwamba Mama Amina anapewa nafasi sana na sasa hivi ni tajiri. Nini comment yako? Mimi na wewe tunafuatilia kiundani.